Of course imekuwa ni kile ambacho kikijadiliwa na nimekisikia na wenyewe pia nakiangalia, kwa sababu pamekuwa pana maoni mengi na watu wengi wamekuwa wakitamani kuona wale walimu waliopita wa fitness waweze kurudi, kwa sababu bado Yanga ni kama vile imekuwa kistruggle katika hilo eneo, na imeonekana wachezaji wao sio tu wako fiti, lakini pia wamekuwa ni wepesi kuweza kuumia. Wewe unaweza kuona wengi ni wepesi kuumia kiwanjani. Ndio nchi kizungumzia, pengine mwalimu aliyekuja aina yake ya mazoezi imekuwa sio rafiki, na watu wengi wanahisi kwamba pengine waweze kurudishwa walimu waliopita. Kwa hiyo kitu ambacho kipo na wanakifanyia kazi na lolote linaweza kwenda kutokea. Kuna kocha mmoja wa fitness ambaye amewahi kufanya kazi na kocha Sidi Ramovic. Kwenye bio yake account kana kwamba amebadilisha pia hata profile yake inaonyesha kwamba bado anahudumu kwenye klabu ya Young Africans. Taarifa zake zikoje pia huyu? Ni mapema kuweza kuzungumza, lakini ni miongoni mwa makocha ambao Yanga wanajaribu kuangalia kwa karibu, na yule kocha mwingine ambaye nafikiri ni Manywele, na kuna mmoja jina lake nimelisahau. Wako kama walimu watatu ambao watu wanawapendekeza kuweza kurudi ili kuja kurescue situation, na yule mwalimu aliyomzungumzia ni miongoni mwao. Sasa kuna wakati unajua tena hao wenzetu ambao wameendelea, anaweza kaamua kucheza kwenye mitandao na kuweza kuibua hisia za mashabiki ili watu waweze kumzungumzia na viongozi waweze kupata pressure na kuweza kurudisha. Lakini kiukweli ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakifikiriwa kuweza kurudishwa ili pengine kuja kurudisha hali ambayo Yanga walikuwa nayo katika siku zilizopita. Unadhani itakuwa rahisi kwa Young Africans kumrejesha yule Manywele ingawa jina lake rasmi ambaye anahudumu kwenye ligi ya nchini Afrika Kusini na timu kubwa huko? Nadhani yuko Orlando. Moja ya kitu ambacho Yanga wamefanikiwa sana ni kufanya wachezaji wao au watu wao wa benchi la ufundi au wataalamu wao yaani huwa sehemu ya Yanga. Yaani aishi tu kwa mwajili, wanawatengenezea, wanakuwa ni kama ni pati ya mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo unaona watu wengi wanakuwa wanatamani kuweza kurudi. Unajua kuna wakati pesa sio kila kitu, lakini maisha ambayo unakuwa unaishi. Mfano mzuri umekuwa ukiona ambacho kinaendelea kwa saizi, baada ya mechi unakuta wachezaji baada ya kufanya vizuri wanapewa pesa na mashabiki wao, wanatuzwa, wanazungumzwa vizuri. Hana mambo ambayo unaweza kuona kama ni madogo, lakini yana impact kubwa kwa mtu mmoja mmoja, na kuona kwamba hawa watu wanatamani na kunijali. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ni rahisi kuweza kurudi. Mfano leo hii mtu kama Ziziki haiwezi kuja kuwa kazi kubwa Yanga kimweleji, kwa sababu tayari anakumbuka kile ambacho Yanga waliweza kumfanyia na wengine wengi. Kwa hiyo mahusiano wanayoyajenga na wachezaji wao au na viongozi na makocha ndio yanakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuongea nao na kuweza kurejea katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo unadhani kwamba ni rahisi kumrejesha huyu goalkeeper au huyu kocha wa fitness? Mpaka sasa ni kama 70% za kurudi. Yeah. Na hili pia la kuumia kwa baadhi ya wachezaji pia tumeshuhudia kwamba Ibra Baka muda, nadhani hii inachagizwa pia na hilo ama? Na wacha nicho nakwambia kwamba sina uhakika, lakini kwa utaalamu wangu miongoni mwa mambo ambayo yanakuwa yanasababisha ni mazoezi wanaopewa wachezaji, lakini ukija kulinganisha na vyakula unavyovitumia imekuwa ni kabisa ni kile ambacho kipo ni cha kisayansi kimekaa hivi. Kwa hiyo ni lazima upate mwalimu ambaye anaweza kwa, na wakati mwingine ujue tunapozungumzia fitness sio tu kuwa na chest kubwa, kuwa sijui na kuwa muscular, hapana. Fitness ya mchezaji inatakiwa aweze kuwa yani aweze kuwa mnyumbulifu, aweze kuwa mwepesi na aweze kuhimili kwa muda mrefu kiwanjani. Kwa hiyo nafikiri mimi nikimwangalia huyu mwalimu aliyenaye ni kama mwalimu ambaye anajikita zaidi kwenye kutengeneza ile tunasema morphological structure ya mchezaji. Wakati mwingine haiwezi kusaidia. Kwa hiyo lazima utafute mtu ambaye atawafanya watu waweze kuenjoy mazoezi. Kuna mazoezi mengine unakuwa unapewa unahisi kama ni ya kawaida, lakini anakwenda kuongezea utimamu na kuwa na pumzi kubwa na kuweza kutumika kwenye eneo kubwa. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu ambavyo vinapungua, ndio maana unaweza kuona kidogo tu akiguswa anaumia. Aidha wanafanya mazoezi magumu sana ambayo wakati mwingine anashindwa kuja kuyalainisha na kufanya wazi katika hali ya kawaida ya kuweza kupambana. Sasa kwa mwenendo kama huu, zimesalia siku chache kuelekea kwenye mechi yao ya kimataifa dhidi ya AC FAR Rabat. Unadhani itakuwa rahisi kwa Young Africans kufanya vizuri kwenye mechi hiyo kwa hali hii? Yanga anatarajiwa kubwa. Mpaka sasa Yanga ukiangalia kwa maana ya mpira wa kuvutia ni kama umepungua au kama haupo. Lakini moja ya faida walionao ni kwamba kikosi chao kina wachezaji wengi ambao ni wakubwa. Kuna wakati mwingine mwalimu anaamua kutumia uwezo wa mtu mmoja mmoja kupata matokeo, na uzuri wana mwalimu ambaye ametoka kwa national team. National team sio club. Maana kazi yake ni kuorganize wachezaji wakubwa na kuweza kuwatumia. Kwa hiyo naamini kwa kile ambacho anacho bado anaweza akaangalia FAR Rabat na akatafuta mpango ambao utakwenda kuadhibu na kupata matokeo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.